nilikuwa nafanya kazi ya kubeba mchanga. Yes. By the way, umefanya movie nyingi sana, tulikuwa tunakuona kwenye movie nyingi sana, lakini dunia ni kama imekutambulisha kwa ukubwa zaidi. Pengine hii movie kuna namna imekujenga kwa namna moja au namna nyingine kwenye safari yako ya uigizaji? Ni sana. Imenijenga sana kwa sababu kabla ya ukubwa wa hii movie hakuna mtu ambaye alikuwa anamjua Manyanya kwa kiwango hicho. Watu walikuwa wanamfahamu Manyanya kwa udogo sana kwa baadhi ya zile kazi ambazo nilifanya. Lakini baada ya hii movie kuweza kufanya vizuri ndio imepelekea mpaka leo hii mimi naweza kupata umaarufu mkubwa kiasi hicho, watu wananijua kwa kiwango kikubwa, watu wananiamini, unajua zile. Kwa hiyo kiukweli ni moja kati ya series ambayo imenipa heshima, ni moja kati ya series ambayo imenipa mabawa ya kuweza kusafiri na kuweza kufahamika katika maeneo mengi duniani. Ya, pengine kupitia hii movie ya dunia labda kuna deals ambazo umezipata labda kutokea mataifa mengine, kwa sababu ni movie ambayo imeangaliwa na watu wengi sana. Na mpaka sasa hivi design fulani ni kama mmeziba baadhi ya nyota au waigizaji wa Tanzania kutofahamika kulingana na ukubwa wa movie hii. Pengine kuna deals zimekuja labda kulingana na ukubwa wa movie hii. Offer zinakuja tofauti, offer za kibiashara kwa baadhi ya watu kutangaza biashara zao. Kuna nyingine ambazo tumezifanya, kuna nyingine ziko mezani, kuna nyingine ambazo tumeshindwana kwa sababu ya makubaliano hayajameet zile standards. Kwa hiyo bado pia promises ni nyingi za kuweza kufanya baadhi ya kazi nyingine za watu wengine. Kwa hiyo naamini ni moja kati ya series ambayo imetufungulia milango mingi sana, sio tu ya kujulikana na kuconnect na watu, lakini pia hata fursa za kibiashara na vitu kama hivyo. Kwa yes, michongo ipo mingi kwa mezani, baadhi imefanyika. Yes, imetufungulia sana dunia kama jina lake. Ya, pengine tukizungumzia sasa kwenye maisha ya kawaida, tunaamini kwamba mastani watu ambao mnapofanya kitu kikubwa tunategemea mafanikio ya kiuchumi. Movie hii kuna namna ambavyo imekuongezea kitu hususan hasa kiuchumi? Actually yes. Unajua hatua ambazo niko sasa hivi nazo, hata kwa wale ambao walikuwa wananijua kabla sijawa maarufu hivi, actually kuna namna inawastaajabisha sana. Sawa. Hapo mwanzo sipia sana seveje Mungu wangu. Maisha yetu sisi tunayajua actually. Watanzania wengi, baadhi ya mastaa wengi maisha yetu tunayajua. Ni wachache sana ambao walianza katika maisha makubwa, lakini wengi wao walianza na maisha haya kuungaunga. Unajua zile unakaa chumba kodi 20,000, kodi 15,000, sometime moja hata mlo wenyewe unakuwa haupatikani. Unajua zile. Yes, hauna kazi ya kueleweka, unaunga huko na peleka. Ni maisha hayo watu wengi wameanzia huko. Kwa hiyo hata mimi pia kabla sijawa hivi nilikuwa na struggle sana chini. Kuna muda labda pengine kipindi unajitafuta uliwahi kukataliwa ukiwa unaenda labda kuomba sehemu fulani kwa ajili ya kuigiza na nini, na huaga unakumbuka sana kipindi hiki ambacho ni star, kila mtu anakujua, Tanzania inakutazama, Afrika inakutazama, umekuwa ni mtu ambaye ni kioo cha jamii, watu wanatamani kujifunza kutoka kwako, lakini hawajui labda kuna makubwa ambayo umepitia huko nyuma. Struggling ni hali ya kawaida sana katika safari yoyote ya mafanikio. Hakujawahi kuwa na safari ngumu ambayo, hakujawahi kuwa na safari rahisi kwa mtu ambaye anahitaji mafanikio makubwa. Kila mtu tu ana namna ambavyo alipitia katika zile shida, lakini wengi ukiwasikia utaona safari zao zilikuwa na changamoto. Same applied to mimi. Haikuwa rahisi mpaka kufika hapa. Na kilichonisumbua sana mimi sio fursa, lakini kilichonisumbua sana mimi ni kujitengeneza ili niweze kuwa bidhaa itakayoenda kwenye fursa. Siku struggle sana kwenye kugonga milango ili nipate nafasi, lakini nilitumia nguvu kubwa sana katika kujitengeneza, kumtengeneza huyu mtu ambaye leo hii amekuwa ni bidhaa ambayo inaweza ikawasilisha maudhui yanayotakiwa na watu wakayapenda. Nafikiri struggling yangu kubwa ilikuwa iko huko. Sawa, lakini baada ya kujikamilisha kuona sawa, okay, sasa hivi nafikiri nimeiva, naweza nikakimbilia fursa. Nikashiriki kwenye fursa kadhaa, zipo ambazo zilidunda, lakini baadhi ndo kama hivyo zikatengeneza milango mpaka leo hii nikaweza kufanya series hii ya dunia. Kwa hiyo yes, changamoto zilikuwepo,
lakini kwa sababu ya maandalizi ambayo niliandaa mapema hakukuwa na ugumu mkubwa sana katika hatua ambazo nilipita mpaka kufikia hapa. Sawa, kuna waigizaji wachanga ambao wanakuwa wanakutana na changamoto kama wazazi kuingilia kwamba hatutaki uigize, hususan watoto wa kike, lakini pia hata wanaume kuna wazazi wanakataa. Pengine kwako wewe kwenye safari yako ya kuanza sasa kuigiza, haukukutana na changamoto za kifamilia na nini, za kikazi? Pengine labda kulikuwa na kazi unafanya lakini ikabidi uingie kwenye uigizaji. Kuhusu familia, hapana, kwa sababu kwenye familia yangu, kwa upande wa mama yangu, mimi ndo mtoto mkubwa, mimi ndo wa kwanza. Kwa kuna namna kubwa wao wananiangalia sana mimi kile ambacho nakiamua kukifanya. Kwa hiyo haikuwa na changamoto yoyote ile. Hawakuwa na shida yoyote. Sana sana wao walikuwa wanani bless mimi nifanye kile ambacho nahisi kitanisaidia. Lakini kuhusu issue ya kazi, actually sanaa ile ni shift. Kuna kazi ambazo nilikuwa nafanya mwanzo kabla ya kuingia kwenye uigizaji. Kwa hiyo kipindi naanza kuingia sasa kwenye uigizaji, nikawa najitahidi kugawa yale majukumu 50 kwa 50. Sawa, natafuta kidogo riziki za kula, lakini pia naingia kwenye kujitafuta katika maisha yangu ninayoyataka zaidi. Kwa hiyo baada ya kuona sasa okay, naanza mguu wa sanaa unanivuta vizuri, hata kuna baadhi ya riziki zinapatikana kwenye hii sanaa, basi ndo nikakata kabisa mguu kwenye kazi yangu ya kawaida ambayo inanipa riziki. Kwa sababu hichi ninachokitafuta huku kipo na huku ndio ndoto, kwa nini siishi huko moja kwa moja? Kwa hiyo nikaacha kazi, nikabaki huku, na ndio mpaka sasa hizi kazi yangu kubwa ni sanaa. Labda unaweza ukaambia Watanzania kwamba labda kulikuwa kazi gani hiyo ambayo ulikuwa unafanya labda? Yeah, sioni aibu kusema kwa sababu ni true. Wapo watu ambao wananiona alafu wanajua mimi nilitokea wapi. Nimetokea maisha ya kustruggle sana. Kazi yangu ya mwisho ambayo nilikuwa nafanya, actually nafikiri ni surprise, watu wengi walikuwa hawajui na inaweza kuwa ni exclusive, watu watashangaa, lakini huo ndio uhalisia. Manyanya nimetokea huko. Nilikuwa nafanya kazi ya kubeba mchanga. Yes, unajua mchanga mtoni, kuna sehemu moja inaitwa, walikuwa wanapaita Mtongani kule Kizinga kule, chini kule. Nikiongea hivi kuna baadhi ya wanangu wanakumbuka sana ya maisha ambayo nilipitia. Kwa hiyo mimi nilikuwa nabeba zile mchanga, tunatoa mtoni, tunapeleka juu, tunajaza viroba, tunajaza container, tunauza kwa watu wenye magari kwa ajili ya construction huko, kwa ajili ya masuala mengine. Na labda kwa maximum ulikuwa labda kwa siku unaweza kupata shilingi ngapi, na pengine ilikuwa inakusaidia hata kuweza kuhudumia labda familia, wadogo zako na nini? Actually ile kazi ilikuwa, riziki ilikuwa inapatikana. Nashukuru Mungu. Lakini si tu hiyo, nilikuwa napiga hiyo ya mchanga, lakini pia nilikuwa nalima fulani. Nilikuwa nalima mashamba. Hapa Dar es Salaam. Huko kuna baadhi ya maeneo na kodi kama kiwanja kikubwa tu kama hivi, kama actually eka moja, hapo unalima vitu vyako hizo. Kwa hiyo nilikuwa nafanya hizo, nabeba mchanga asubuhi naingia zangu kulima, nikirudi na beba zangu mchanga. Sawa. Kwa hiyo riziki yangu ya kula nilikuwa naipata pale, mahitaji yangu mengine ya kusupport pia nilikuwa nayatolea kule. Baadaye ndo nikajiengage kwenye sanaa. Sanaa ilivyofungua milango yake pia nikapunguza sasa majukumu. Nikaacha kulima, nikaacha mchanga, nikaingia moja kwa moja kwenye career hii ya acting. Labda siku ya kwanza kabisa unafanya series na Watanzania wakaanza kukujua, wakaanza kukupigia simu, unafanya vizuri, uko vizuri, unajua Karakata unacheza vizuri, ilikuwa labda ni movie gani? Nimeanza kupata mapenzi ya watu kwenye hii kazi tangu nimeanza kufanya kazi inaitwa Familia ya Mzee Kicheche. Okay. Yes, nafikiri ile ndo kazi yangu ya kwanza ambako watu wengi wameanza kunijulia mule, na nimepata mashabiki na baadhi ya wadau ambao walipenda sanaa yangu kuanzia pale. Yeah. Sawa. Twende sasa kwenye Karakata ambao unakuwa unacheza. Tumekuona ni kama mtu fulani genius kutokana na the way ambavyo unakuwa unaongea Kiingereza. Labda nikuulize, ni kwamba umesomea Kiingereza? Kwa sababu tunaona unaongea vizuri sana. Umesomea au ni talent tu ambao unaichanganya kutokana na vile ambavyo unafanya uigizaji? Idea kidogo zipo. Maana hizi lugha za watu bwana, kuna namna ulimi usipokuwa umepesi, na kama hamna idea unaweza usipite vizuri. Kwa hiyo nashukuru. Sikusoma sana, lakini angalau nilipita kidogo darasani, kwa hiyo nikapata idea zile za namna ya lugha ilivyo, na ukijumlisha na utundu tu wa kuzungumza sana, kufanya mazoezi na nini, so that ninajikuta na mimi naongea kama vile nimetokea huko, lakini ni kawaida. Ya, kuna watu walikuwa nadhani labda ni unafanya kazi ya uhakimu
kulingana na karakta ambazo wakati mwingine unazicheza. Na labda hapo ni kwamba ulishia darasa la ngapi labda? Kwa elimu yangu ni diploma, nimeishia diploma, nilikuwa nasoma masuala ya fedha. Sawa, masuala ya finance. Nilishia hapo. Na kuhusiana na ile karakta ambayo unacheza kama hakimu, ni kwamba ulishawahi kufanya ile kazi au ni vile tu ambavyo unaigiza? Sijawahi kabisa kusomea masuala ya kisheria na hata masuala sijui ya kidaktari ya kitaalam, hayo sina elimu kubwa yoyote kuhusiana na hivyo vitu. Ni namna tu vile ambavyo msanii unatakiwa uivae ile nafasi yako husika ya mchezo, ndio maana unajikuta unawajibika kama ipaswavyo. Ndio maana iko hivyo. Tuje kwenye series sasa ambayo imekufanya wewe kujulikana sana Tanzania, lakini pia nje ya mipaka. Una enjoy vipi unavyocheza karakta na kati ya Violet au Matilda? Yupi una enjoy naye ukiwa unacheza naye? Kimchezo ni wote kwa sababu kila mmoja ana namna yake ambavyo natakiwa niwajibike naye. Kwa hiyo ninapokuwa pale mimi naangalia uwajibikaji wangu hasa ukoje na karakta husika. Bahati nzuri wote ni wasanii wazuri, wanaigiza vizuri.